enyi wanadamu, asema nirudieni. Bwana asema nirudieni, enyi watu wangu, asema nirudieni. Nakukaribisha wewe ambaye mara yako ya kwanza katika ibada hii. Mungu alikuchagua na amekukusudia. Inua imani yako ya kwamba hakika liko kusudi ambalo Mungu atapata kulitimiza juu ya utii wako na unyenyekevu wako katika madhabahu ya Mungu. Haleluya. Somo ambalo ninakwenda kulifundisha mchana wa leo ni somo linaloendelea kugusa eneo juu ya vita tulivyo navyo katika maisha yetu. Tulijifunza somo hili wiki iliyopita katika engo fulani, na leo tunakwenda kwenye engo nyingine, kichwa cha somo kikiongea habari ya juu ya jinsi ya kushinda vita katika ufalme wa giza. Andika, jinsi ya kushinda vita katika ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wala ulimwengu huu, tunautawala huo ufalme wa Mungu aliye hai katika Kristo Yesu, na tuna ufalme wa yule mwovu ibilisi shetani ambao tunauita ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaposema ufalme wako uje, mapenzi ya kutimizwa hapa duniani kama anavyotimizwa juu mbinguni, ni kumwambia Mungu atushushie uwezo wa utawala wake uliobeba mamlaka kwa ajili ya kulikamilisha lile alilotuahidia kutoka katika agano la kwanza kupitia kwa baba yetu wa imani Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alituumba tukapate kumiliki, tukapate kutawala. Haleluya. Tulijifunza maneno ya Mungu siku za hapo nyuma ya kwamba katika kitabu kile cha Mwanzo 1 kuanzia ile 26:7-8 kwamba Mungu ana kusudi maalum alilokuumba wewe kuwepo hapa duniani. Haleluya. Hakukuumba uje duniani alafu uende kwake, hapana. Alikuumba uje upate kumiliki na kutawala. Lakini kupitia uovu wa mwanadamu na kukengeuka na ile roho ya uasi, tukaingia katika vita. Somo, jinsi ya kushinda vita katika ufalme wa giza. Na kama hauko katika utawala wa kimungu, maana ya kwamba wewe umetawaliwa na yule mwovu shetani. Halo? Hebu mshikie mwenzako jirani, mwambie halo. Bwana Yesu asifiwe. Muulize, wewe ni ufalme gani? Ni wa giza au wa nuru? Kama ni wa nuru, yapime matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni wa giza pia, yapime matendo yako. Wakorintho wa pili 13, andika hadi 6. Wakorintho wa pili 13 hadi 6. Anasema ni juu ya neno vita vyetu sisi. Anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, ndio, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ndio. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zinaweza katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, tunaishi katika mwili, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili, bali unapouona mwili unapokwenda kufanya matukio ambayo yako kinyume na mapenzi ya Mungu, tambua ya kwamba yameanzia katika ulimwengu wa roho, hivyo yanakwenda kudhihirika katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Jambo lolote unaloliona unalifanya kinyume na mapenzi ya Mungu ni uasi. Ina maana ya kwamba hilo limeanzia rohoni. Kwa hiyo vita yako unatakiwa uingie katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 4 akasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na
fikra ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Vita yako kuu ulio nayo ni katika ulimwengu wa roho. Katika kitabu cha Waefeso 6:10-11-12 akasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wakuu wa giza, falme na mamlaka. Kwa hiyo ili upate kushinda, lazima umrejelee Kristo, udumu katika kusudi lake, na huku ukipambana na fikra zinazoleta uharibifu ndani yako. Sikia hivi, mtu anaposema baba askofu, unajua mimi nilipitiwa tu na shetani. Nikaanguka zamani, nilipitiwa na shetani. Alikupitia ni besi yako. Bwana Yesu asifiwe. Alikupitia mwendo wako ni juu ya ngome na fikra ulizozianzisha kabla ya kwenda kutenda. Bwana asifiwe. Vijana mnanisikia? Vijana mnanisikia? Kwenye semina nilifundisha sehemu fulani ambayo ni muhimu sana, kwamba dhambi inayotesa ulimwengu huu siku hizi za nyakati za majira haya ni dhambi ya ngono, uzinzi pamoja na uongo. Lakini mtu aende kusini, uende kufanya uzinzi kabla haujaanza kuwaza. Jambo lolote unalofanya linaanzia kwenye mawazo. Hapa akasema hivi, sikia, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichojiinua na huo mwemko wako kiinuacho juu ya elimu ya Mungu, kiendacho kinyume na mapenzi ya Mungu, ukipambana kuteka kila nyara fikra ipate kumtii Kristo. Ukitaka kushinda, jambo linapokujia lipige nyama chini. Leta fikra za Kristo katika ahadi za baraka za Mungu, kwamba nitakapotenda hili nimefunga milango ya baraka zangu. Kwa maana atendaye dhambi afanya nini? Afanya nini? Uasi. Atendaye dhambi afanya nini? Uasi. Si ndio? Tuko pamoja? Uasi ni uovu, si ndio kweli? Biblia ikasemaje? Ayafichaye maovu yake atafanya nini? Hatafanikiwa. Pime maisha yako hapo uliko sahihi, alafu na matendo yako utapata majibu. Usije hapo ukasema kwamba askofu niombee, mambo yamekuwa magumu. Wewe ndio umefanya kuwa magumu. Sasa nakufundisha leo juu ya kuweza kupambana na hiyo vita, kwa sababu ni kali. Leo tutaangalia somo hili katika mtazamo mwingine ambao utafafanua kweli ya Kristo katika maisha yako na kutambua ni wapi ulikoanguka na shetani akapata mpenyo wa kuingiza mateso na akakutesa, na hata sasa hivi bado uko kwenye mateso. Mambo yamenyamaza kwa sababu ya uovu wako, ili Bwana Mungu wetu wa rehema zake, kwa sababu ni Mungu mwenye pendo ambaye alitoa maisha yake kwa ajili yetu, akapate kukuinua tena na kukupa nguvu ya kushinda vita yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe kanisa. Ni kweli umeanguka. Kanisa la Kristo umeanguka. Bwana apewe sifa. Mungu awasaidia wakomboe hapo mlikofu. Soma neno la Ufunuo 2:5. Basi kumbuka ni wapi
ulikoanguka. Kumbuka ni wapi ulikoanguka. Ukatubu. Ukayafanye matendo ya kwanza. Ukayafanye matendo ya kwanza yenye mahusiano mema na Mungu wako. Lakini usipofanya hivyo, usipotubu na kurejelea katika utukufu wa Mungu, naja kwako. Bwana anasema naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake. Naye Bwana ataondoa malango ya baraka zako kwenye kinara chako. Usipotubu. Neno gumu sana. Utashangaa unapambana, huoni mwelekeo, mwaka unazunguka unakwisha, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu unapita kwenye magumu. Kumbe ile dhambi ikuzingayo kwa haraka imekushinda. Inasemaga neno hili kila itwapo leo. Daniel aliomba na Mungu akamjibu on the spot. Lakini hakupokea majibu ya maombi yake kwa sababu ya makorokoro yaliyokuwa yamekaa huko. Ikabidi aingie tena kwenye maombi siku 21 ya mfungo. Hizi siku 21 za mfungo wa Daniel alikuwa anaomba nini wakati Mungu alishamjibu? Alikuwa kwenye toba, akiomba uwezo wa nguvu za Mungu ili shetani asiwe na neno juu yake ya kuweza kuzuia baraka zake, kwa sababu wakuu wa anga walishikilia baraka zake. Je, baraka zako, maisha yako yameshikiliwa na nini? Biblia inakwambia kumbuka ulikoanguka. Waebrania 4:11 akasemaje? Waebrania 4:11 akasemaje? Nasema, basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile. Tufanye bidii kuingia katika raha ile. Sasa hivi mwanangu, hauko kwenye raha wewe. Unakaa sehemu stress, pressure, unawaza kile, unafikiri kile, unaona hichi, unaona mapicha na maruerue, kwa sababu ile furaha ya Mungu, kinara chako kimeshaondolewa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Rudia tena. Ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka. Rudia mstari wote tena. Anasema, basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile. Tufanye bidii ya kuingia katika raha ile. Ili kwamba mtu yoyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Tufanye bidii ya kusimama katika utimilifu wa utakatifu ili tusije tukaanguka. Unaporejea usianguke tena. Hapa Mungu anasema tena nawe juu ya kutubu katika kweli. Utubu katika kweli. Don't pretend, my dear friend. If you are pretending, you'll be in trouble. Why I say so? Utatembea katika mateso ambayo ni wewe mwenyewe umeyaruhusu. Hapa Mungu anasema nawe tena juu ya kutubu katika kweli yote na kurejea katika kweli ya Kristo, na si kutubu tu na kumpenda Mungu kweli kweli kama ilivyokuwa hapo kwanza. Mungu alituumba tupate kuishi maisha ya utele yenye utukufu wake, ila kutokana na uovu wetu, because of our iniquity, tunaingia kwenye mateso. Kwa sababu ya uovu wetu tumeingizwa katika vita na yule ibilisi. Yeremia 21:2 akasemaje? Sikia. Yeremia 21:2 akasemaje?
Sema, tafadhali utuulizie habari kwa Bwana. Ndio. Kwa maana Nebukadreza mfalme wa Babeli analeta vita juu yetu. Nebukadreza mfalme wa Babeli. When you talk about the Babylon, ni ile mamlaka ambayo Mungu aliiachilia hapa duniani ambayo iko juu ya yule mwovu ibilisi shetani. Tafadhali utuulizie habari kwa Bwana. Hebu tuulizie kwa Bwana huko. Yaani kwa Mungu. Yaani wanajaribu kuangalia ni namna gani. Kwa nini hii shida inakuja kwa namna Kwa maana Nebukadreza mfalme wa Babeli analeta vita juu yetu. Na hata sasa yule mfalme wa Babeli ambaye ndio huyo mwovu ibilisi shetani analeta vita juu yako. Labda Bwana atatutendea sawasawa na kazi zake zote za ajabu. Bwana hatatenda kazi sawasawa na mapenzi yake kama hautakuwa na utayari wa toba ya kweli, ili aende zake akatuache. Shetani hutumia mawakala wake kutuletea anguko na kuingia vitani. Hakika ni kweli, kila mtu anatamani kuyaishi maisha ya ushindi, maisha yenye utukufu wa Mungu. Ni kweli, lakini inakaa vipi? Inakuwa kwaje tuweze kushinda hii vita? Ya kupasa kuijua milango ya shetani juu ya uharibifu, inayoleta mateso juu yako, inayoleta uharibifu juu ya maisha yako kila itwapo leo. Petro wa kwanza 5:8 akasema hivi. Petro wa kwanza 5:8 akasema hivi. Nasema, muwe na kiasi na kukesha. Muwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumaye. Ni kama simba angurumaye. Huzunguka akitafuta mtu ammeze. Maana ya kwamba ibilisi shetani ameweka matego, ameweka milango ambayo utakapoanguka anakumeza. Sikia, andika. Kama umekuja na notebook yako, andika, na hii itakusaidia na utasimama kweli kweli hata unapoingia kwenye maombi yako. Huyo shetani angurumaye kama simba ana milango yake. Sasa akija akinguruma akute umeifunga hiyo milango, na ukiacha wazi atakupiga. Andika, milango ya shetani ndiyo hii hapa. Milango ya shetani ndio hii hapa. Mlango wa kwanza, uyachunguze maisha yako pia na kile Roho wa Mungu anachosema na wewe. Mlango wa kwanza ni huu hapa. Dhambi ya uasi. Dhambi ya uasi. Mlango wa yule mwovu ibilisi shetani anaopitia na kuinua vita juu yako ni dhambi ya uasi. Waefeso 4:27. Waefeso 4:27. Dhambi ya uasi. Sema, wala msimpe ibilisi nafasi. Wala msimpe ibilisi nafasi. Umempa ibilisi nafasi katika fikra na mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna research ambayo nilishaifanya nilipokuwa ninafanya masters yangu ya theology. Sababu Mungu amenipa neema kidogo, nimepita huko. Kuna vitu nilikuwa navifuatilia na nikiongea na watu na kujaribu kutathmini, kuona. Ninaongea kwa herufi kubwa kidogo. Nikajaribu kukaa na ndugu mmoja, nikamuuliza, hivi ni kwa nini unaweza kuwa na muda mwingi sana wa kuweza kufanya mapenzi na wanawake zaidi ya 3, 4, 5? Hiyo nguvu unaipata wapi? Sababu ndio eneo langu nilikuwa kufanya research. Akaniambia hata mimi mwenyewe sijui, ila sababu ninakuwa na muda mwingi sana wa kuweza kuwa nao karibu, chatting na nini na hivi na hivi. Nikamuuliza swali moja,
kwani unafanya kazi gani? Akaniambia bro, mimi sina kazi yoyote. Yaani mimi yule nasema ni day worker, mimi day worker tu. Akaniambia mimi day worker tu, kuna sina kazi. Hapo unapata jibu gani? Ina maana kwamba huyu mtu mwili wake ameshamtuni, fikra zake zimeshatekwa, yuko kwenye ukanda huo. Ina maana saa zote mwili wake unareact kwa sababu ya kile anachokiwaza all the time. Lakini angelikuwa ni mtu wa kazi ni kitu kingine. Nikaenda na kukutana na mwingine ambaye yeye yuko busy sana kuanzia asubuhi mpaka hata saa 4 saa 5. Ananiambia bro, mpaka ndoa yangu sasa hivi inataka kuvunjika kwa sababu inaonekana kama vile nalala nje ya ndoa. Lakini nakwambia ukweli, mtumishi wa Mungu, sina lolote bali ni kazi imenibana mpaka mwili umekosa kuelekea kwa sababu ya eneo hili. Nafikiri naelewa naongea nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani yuko very tricky. Kwa hiyo usipojua ngome zilizosimama na mawazo yaliyokuzunguka, hakika atapata mlango wa kuingia na hatari. Kwa maana umesoma neno kwamba yatupasa tuwe na nini? Na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe bize sana ukasahau upande mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Dhambi ya uasi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 ikasema hivi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 ikasema hivi. Kila atendaye dhambi, afanya uasi. Afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa sababu dhambi ni nini? Uasi. Ni uasi. Kwa hiyo mlango wa kwanza ni juu ya dhambi ya uasi. Uasi maana yake ni kwenda kinyume na mpango wa Mungu. Uasi maana yake ni that is a rebellious spirit ambayo inafanya kazi ndani yako ya kupinga yale yaliyo sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mlango wa pili, kashfa na laana. Leo ninaongea vitu vya msingi sana, vikuponye, vituponye na hata mimi mwenyewe viendelee kuniponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kashfa na laana. Unajua mpendwa, katika familia, wanandoa, marafiki, jamaa, kuna maneno huwa ambayo huwa tunayaongeaga ndani ya vinywa vyetu ambayo ni magumu sana. Saa nyingine unaongea kashfa, saa nyingine unatoa laana. Huo ni mlango wa shetani. Hakikisha kinywa chako kinanena yaliyo ufalme wa Mungu, hata kama kuna hisia hasi zikatae, kwa sababu huko ndiko shetani alikojiwekeza. Sikia neno la Mungu linasema nini juu ya maneno mabaya au hisia mbaya au hisia hasi. Unajua kwenye familia kuna hisia hasi. Unakuta ndoa imepasuka, imevunjika tu kwa sababu ya kupokea maneno ambayo ni negative, ambayo huja yathibitisha, alafu unaanza kureact. Aidha ni wewe baba au ni wewe mama, ambapo haya hayana budi kutokea katika maisha ya mwanadamu. Hata mimi mtumishi wa Mungu leo ninasimama hapa, lakini nina shuhuda ya kwamba kuna wakati mawazo hasi yaliniingilia ambayo sio. Bwana Yesu asifiwe. Na yakapelekea uharibifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tusome kitabu cha Mithali 18:21. Mlango wa pili huo. Mithali 18:21. Nasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi.
ulimi wako unanena nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Unapokuwa kazini kwako, unapokuwa kwenye familia yako, unapokuwa na watoto wako, unapokuwa na ulimi wako unanena nini? Kwa maana ulimi unapoachilia neno, lile neno linathibitika na linakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unapokuwa na watoto wako, hebu jaribu kunena maneno yaliyo masafi kwenye kinywa chako, kwa maana ile ni laana unaowaachia watoto wako utakaposema maneno mabaya, maneno machafu. Na wewe kama ulishasemewa maneno machafu, hayo maneno yakatae na uyatakase kwa damu ya Yesu, kwa maana yana uhai ndani yako. Uendapo katika moto hutateketea, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, ndio Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Ndio nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Ndio nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Ndio kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pa Bwana, na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Kwa sababu hiyo basi Mungu alikujua, akakuchagua, akakupenda. Kwa sababu yako wewe urejelee neno lile pale ulipoanguka, ukarejea, kwa sababu Mungu anakupenda, ili ukasimame, Bwana akakuinulie watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Kwa maana Bwana yu pamoja na wewe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, ndio nitakukusanya toka magharibi, ndio nitaiambia kaskazini, toa, nayo kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali, ndio na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana anakuambia iondoe hofu, ondoa wasiwasi, usiogope. Haijalishi unapita katika majaribu gani, haijalishi unapita katika nyanja gani. Yaani sometimes unakuta kwamba hata chakula cha nyumbani kinakuwa ni shida, unakula mlo mmoja, lakini ukisikia amani ya Kristo ndani yako, kwa maana Bwana anasema vyema katika maandiko yake matakatifu, mlango ule wa Petro wa kwanza ile 5:10, akasemaje Petro 5:10? Akasema hivi, na Mungu wa neema yote aliyetuchagua sisi kuingia katika neema ya pendo lake, tukiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atatutengeneza, atatuthibitisha, na baada ya kututhibitisha atatutia nguvu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Timotheo wa pili 1:7. Tunamalizia mlango wa 5. Hofu. Timotheo wa pili anasema 1:7. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Mungu hakukupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Ndio. Basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu. Ndio. Wala usinionee haya mimi mfungwa wake. Bwana asifiwe. Amen. Rudia hapo mwanzo, anasemaje Bwana? Anasema maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Mungu hakukupa wewe roho ya uoga, bali nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana asifiwe. Usiwe na uoga, usiwe na hofu, bali nguvu ya Kristo ijae ndani mwako. Uwe na sikia, nikwambie, kuna wapendwa ambao hata wakilala wakisikia tu kwenye bati kumeguswa kwa namna moja, utasikia shida katika jina la Yesu, anza kuogopa. Si baba askofu, wewe huku kuna moja mbili, simama wewe uombe. Simama uombe. Biblia inasema hivi, Bwana ameandaa meza wapi? Bwana kaandaa meza wapi? Mbele ya wapi? Na hiyo ndio format. Usifikiri utapenya kirahisi rahisi tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Huwezi kupenya kirahisi rahisi tu. Kila unachokishika mtesi wako yuko karibu, kwa sababu Bwana ameandaa meza ya mafanikio yako machoni pa watesi wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Swali, je, ni kwa jinsi gani sasa
ya kushinda vita hii ya ibilisi shetani na kuyaishi maisha ya ushindi? Majibu ni haya hapa, andika. Bwana asifiwe. Amen. Jinsi ya kushinda hiyo vita, namba moja ni kutubu kabisa na kumwishia Mungu. Kutubu kabisa na kumwishia Mungu. Tusome Mathayo 4:17 inasemaje? Anasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, ndio, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana asifiwe. Yesu aliposema tubuni maana ufalme wa mbingu umekaribia, unapata translation ipi? Unapata nini maana ya hayo maneno? Ni miaka 2000 iliyokwisha kupita. Mtu atakwambia sasa, pastor, hebu niambie mpaka sasa hivi huo ufalme mbona hatuuoni? Hajapata ufunuo nini maana ya Yesu alichokuwa anasema. Hapo kwanza Mungu alituacha. Alipotuacha Bwana tukaingia kwenye vita na mateso, lakini Mungu kwa sababu alitupenda akatupea neema nyingine ya kutupea mwanaye mpendwa Yesu Kristo atufie msalabani ili kila mmoja wetu apate kukombolewa. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana Yesu akaitwa nani? Emmanuel. Maana yake ni nini? Mungu pamoja nasi. Mungu anaturudia tena. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninaomba unirudie tena. Ninaomba unirudie tena. Ufalme wa Mungu unapokurejelea ni juu ya ile authority, mamlaka ambayo Mungu alikuumba kwa mfano wake, akakuumba kwa sura yake. Kwa maana mfano na mfano na mfano na usura na sura ni uwezo wa kutiisha. Akasema nimeomba mkapate kumiliki na kutawala, mkazae na kuongezeka na kutiisha. Huna nguvu na mamlaka ya kutiisha wewe kwa sababu umetengwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Brasa, sipende mawazo mbali. Njoo madhabahuni, Mungu ni mwema, atakutoa hapo kwenye hicho kifungo. Aliyekuleta leo madhabahuni hapa ana kusudi kukutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Inua imani yako. Inua imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Matendo ya Mitume 2:38 akasemaje? Anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni mkabatizwe wote kwa jina lake nani? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya toba kuna ubatizo. Toba ya kwanza. Wangapi hawajaokoka kabisa? Ambao hawajaongozwa sala ya toba. Kuna mmoja ambaye hajaongozwa sala ya toba. Nyote muongozwa sala ya toba. Wonderful. Lakini ulipoongozwa sala ya toba, kuna hatua nyingine ulikuwa unachukua uifikirie ya ubatizo. Kwa maana ubatizo maana yake halisi ni kuuzika utu wa kale na kufufuka upya na Kristo. Kama ulienda kufanya miujiza tu ya kuingia kwenye maji na kutoka, bado hiyo miungu ya Mungu haitakuachia. Kuna miungu ambayo sikia, nikupa ushuhuda na mama askofu ni shahidi. Tukiwa tunaenda kubatiza, iko miungu ambayo inagoma kabisa na inafumuka mapepo. Anasema, kwa nini mmetuletea watu wetu kuwabadilisha? Unamtumbukiza kwenye maji hivi cha akiinuka hapo ni shughuli nyingine. Ni watu 10 mmshike hiyo ngoma kama greda. Kwa nini? Tunaibadilisha na kuitoa ile miungu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hapo 3:19 Matendo akasemaje? Akasema na kwa imani katika jina lake. Ndio. Jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua. Na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu kamilifu mbele yenu ninyi yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua imani yako katika toba ya kweli na kumuishilia Mungu. Hiyo ni njia ya jinsi ya kuweza kuishinda vita yako. Namba 2, kusoma na kujawa na neno la Mungu. Watumishi wa Mungu, mko na notebook zenu hapo na sasa hivi tuko hapo, lakini mkishatoka kwenye huo mlango mambo haya mnayaacha hapo.
huko mnakokwenda huko busy, walau hata kukaa kulisoma neno. Biblia inasema tutamshinda kwa neno la ushuhuda. Yesu alipoingia kwenye majaribu akiwa nyikani na yule mwovu shetani alikuwa ananena, imeandikwa, imenenwa, imeandikwa. Wewe unapoingia kwenye majaribu unasema, unaukiri wa neno gani katika maandiko matakatifu kumshinda ibilisi shetani? You are nothing, you don't have anyone. Jipime brother, jipime. Anza kusoma Biblia yako kila wakati na kukariri mistari ya Biblia ili unapoingia vitani uweze kushinda. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Jinsi ya kushinda ni kusoma na kuchoma neno la Mungu kwa wingi ndani yako na kuibeba kweli katika Kristo Yesu kwa uaminifu. Wakolosai 3:16 tukimbie. Wakolosai 3:16. Sema. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Katika hekima yote. Katika hekima yote. Kifundishana na kuonyana kwa kifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za roho. Huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huku mkimwimbia Mungu mioyoni mwenu. Kuna familia hapa sijui, lakini ninaamini ya kwamba hata mkiwa jioni kufanya maombi tu hapo nyumbani nika changamoto, shetani anawapiga. Bwana asifiwe. Amen. Kwamba mnajidai mko busy sana, mnamwachia shetani nafasi. Ukae na watoto wako chini, walau usome neno. Wewe baba, kwa maana ndio kichwa. Wewe baba ndio kichwa cha nyumba. Uambie wanangu, naomba mje tukae hapa tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Haleluya. Amen. Haleluya. Alafu nataka tu kirahisi kuishinda vita. Huwezi kuishinda hiyo vita kwa sababu hamjajawa na hiyo neema ya neno lake kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana anaposema na wewe, ni shetani alivyo tricky. Sasa kuna mambo ya msingi ambayo tunayanena kwa ajili ya kesho yako. Anaanza kukwambia baba, mdo umeisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu ipokee kweli ya leo na Mungu akusaidie. Sema amina. Amen. Unakimbilia mateso, nikiuliza unakimbilia mateso badala ya kuipokea hii neema ya kukutoa katika vifungo na giza. Na kwenda kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jinsi gani ya kushinda hii vita, mstari wa 3. Jambo la 3, hatua ya 3, namna ya 3 ya kuweza kushinda, uwe na moyo safi wa ibada na maombi. Moyo safi wa ibada na maombi. Dada yangu, kaa kwenye ibada na maombi. Mungu atakupa muda mwema ambao utamfurahia kwenye maisha yako daima. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana neno la Mungu linasema kabla ya jambo yeye huwafunulia wanawe katika njia iliyo sahihi. Hata kupandia magumbe, bali atakupa kitu rini ambacho chenye thamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Moyo safi wa ibada na maombi. Yohana 4:23 hadi 24. Yohana 4:23 hadi 24. Sema. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Nao wamwabudu yeye. Imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Imewapasa wamwabudu yeye katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukapate kupokea neema ya utimilifu wa utukufu wake, katika kitabu cha Mathayo 7:7 hadi 11 akasemaje? Mathayo 7:7 hadi 11. Tukipita. Akasema, ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi
mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Ndio. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Ndio. Kwa maana kila aombaye hupokea. Ndio. Naye atafutaye huona. Ndio. Naye abishaye atafunguliwa. Ndio. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Ndio. Au akiomba samaki atampa nyoka? Ndio. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, ndio, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni hata kuwapa mema wao wamwombao? Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndiyo Torati na manabii. Torati na manabii iliishia pale mlimani wakati Yesu alipokuja kukabidhiwa kila jambo. Alitokea nani na nani? Alitokea Musa na Eliya, si ndio? Wanafunzi wakamwona Musa na Eliya wakasema, Rabi. Alikuwa nani huyo? Petro, Yohana na nani? Neina Seko. Alikuwa nani na nani? Petro, Yohana na Yakobo, si ndio? Wakamwambia Yesu, kwa nini tusijenge vibanda vitatu? Kimoja cha kwako, kimoja cha Musa na kingine cha Eliya. Alafu wao wakae wapi? It's a revelation. It's a revelation. Huo ni ufunuo. Kwa maana hivi, walikuwa wanataka waishi katika sheria, waishi katika manabii, na hii injili ya Yesu nayo waijengee kibanda chake. Lakini haya yalikamilishwa, yakakamilika baada ya Yesu kuja, na ndio maana kule kwenye ile wingu kukaja sauti. Ile sauti ikasemaje? Huyu ndiye mwanangu, mfanyaje? Msikilizeni yeye. Sheria ya Torati, unabii, kila kitu umekamilishwa katika yeye. Pigie Bwana Yesu makofi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Jambo la nne la kuweza kushinda ni kuishi maisha ya utakatifu na ukamilifu wote katika Kristo Yesu, sawa sawa na neno lake. Yaani ya kupasa uishi maisha ya utakatifu na ukamilifu wote katika Kristo Yesu, sawa sawa na neno lake. Na neno lake ndio hili hapa linasema hivi katika Petro wa kwanza 1:14 hadi 16. Soma. Nasema Petro 1, kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Ndio, kama watoto wa kutii. Kama kweli Mungu anakwenda kukubalisha kwa wewe mtoto wa kutii, usijifananishe tena na tamaa zenu zilizokuwa hapo kwanza za kijinga. Bwana anasema huo ulikuwa ni ujinga. Eti unakuwa na mademu saba unasema mimi ni mbabe, huo ni ujinga. Eti nilikuwa na majamaa mimi nayavuna na yapiga bingo, huo ni ujinga. Bwana anasema enyi wa kutii sasa. Sema amina. Amen. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ndio ninyi nanyi iweni watakatifu, na ninyi pia iweni kuwa watakatifu katika mwenendo wenu wote. Bwana asifiwe. Mlango wa 5 ambao unaweza kusimama kwa ajili ya kupambana na hiyo vita ni kuwa mwaminifu katika kila jambo. Kuwa mwaminifu katika kila jambo. Ufunuo 17:14. Tukimbia hapo. 17:14 anasema hawa watafanya vita na mwanakondoo. Hawa watafanya vita na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda. Na mwanakondoo atawashinda. Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana. Kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye ndio walioitwa. Na wateule na waaminifu. Na waaminifu. Bwana asifiwe. Uwe mwaminifu wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Matendo ya Mitume 5:11 hadi 11 anasemaje? Kimbia hapo. Matendo tunakwenda kumaliza. Imebaki kipengele kimoja. Andika Matendo ya Mitume 5:1 hadi 11. Kimbia. Anasema lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya samani yake. Ndio. Mkewe naye akijua haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni. Kama wewe unapopiga bingo unakuja unapewa basha fungu la 10 unaweka buku.
Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako? Ndugu, shetani amekujaza hiyo roho ya uharibifu, kumwambia uongo Roho Mtakatifu, unamwambia Roho Mtakatifu uongo, na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja, na kuzuia hiyo fungu la Mungu. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako. Ndio. Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ndio. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Kwa nini ukaweka neno hili moyoni mwako la kuwa mwongo, la kuchukua zaka ya Bwana? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Umemwambia uongo Mungu. Usifikiri umemdanganya Askofu Kishimbo. Mimi mwenyewe napambana na hali yangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sikia anasemaje? Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Na wewe nakuombea Mungu usije ukafa kwa uongo. Unaweza ukafa si katika huu mwili wa damu, lakini ukafa ukawa ni kama kile unachokishika kimekufa na kiendelee kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ukiendelea mbele na mke wake naye, endelea kidogo mbele, sikia. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda. Ndio. Wakamchukua nje wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia. Naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Ndio. Petro akamjibu, niambie, nikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndio, kwa thamani hiyo. Ndio. Petro akamwambia, sikia, imekuwaje hata mkapatana? Imekuwaje hata wewe mke wa fulani, wewe umekubaliana na mume wako kuja kuidanganya madhabahu? Angalia miguu yao waliomzika mumeo. Angalia miguu wametoka kumzika mume wako sasa hivi. Ipo mlangoni. Ndio. Nao watakuchukua nje wewe nawe. Petro mara akaanguka miguuni pake akafa. Naye mke akaanguka akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sihitaji kusema sana. Yapime maisha yako na mahusiano yako na Mungu na uaminifu na ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. La mwisho la 6, andika. Kuomba ulinzi wa damu ya Yesu. Ni jinsi gani ya kuweza kushinda vita hii na yule mwovu bila shetani? Ni kusimama katika kuomba ulinzi wa damu ya Yesu. Ulinzi wa damu ya Yesu. Ulinzi wa damu ya Yesu. Waefeso 2:13 tusome. Waefeso 2:13 tusome. Efeso 2:13. Ndio. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ndio, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, ndio, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Mmekuwa karibu kwa damu ya Yesu Kristo, tunaletwa karibu na Mungu. Kwa maana Bwana anasema, nikaribieni nami nitawakaribia. Na akitukaribia, shetani anafanya nini? Anakimbia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:6-9 anasemaje? Soma hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:6. Huu ndio mstari wa mwisho, tunakwenda kumaliza, tuingie kwenye maombi. Haleluya. Anasema, lile lilokuwa tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, ndio, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa, ndio, kwa habari ya neno la uzima. Ndio. Na uzima huo ulizihirika, nasi tumeona, ndio, tena twashuhudia, na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele, ndio, uliokuwa kwa Baba, ukazihirika kwetu. Ndio. Hilo tuliloliona na kulisikia twawahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Ndio. Na ushirika wetu ni pamoja na Baba, na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Na haya twayaandika ili furaha yetu itimizwe. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Simama kwa miguu yako. Wewe
jina la Yesu Kristo, na mmoja aseme amen. Amen. Na damu inayo mema ikanene mema juu ya maisha yako. Na wewe uliyekuwa na uhitaji ndani yako, unasikia kutengeneza na Mungu wako, chukua hatua. Kwa damu ya Yesu, pepo na kuamuru kwa jina la Yesu, achia maisha yako. Achia maisha yake. Umetesa uzao wa tumbo lake. Inaweza kuanzia sasa. Damu ya Bwana. Asante Mungu. Asante Mungu. Mateso yako yamefika mwisho. Mateso yako yamefika mwisho. Ninakufungua kwa jina la Yesu. Unitakase kwa damu ya thamani ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu ninakataa kila uharibifu uliopandwa kutoka kuzimu. Ninaomba Bwana unitakase kwa damu ya Yesu. Ninavunja kila mamlaka ya kuzimu iliyosimama kwa ajili ya uharibifu wa maisha yangu. Kwa kinywa cha kwanza kuvunja, Baba, katika jina la Yesu ninavunja kila mamlaka, ninavunja kila roho. Enyi wanadamu, asema nirudieni. Bwana asema nirudieni, enyi watu wangu, asema nirudieni. Bwana asema nirudieni, taifa langu, asema nirudieni. Tukimrudia Mungu wetu ataponya taifa letu. Tukimrudia Mungu wetu ataliponya kanisa.